Ibrahim Abdullah. Isra ambaye leo amepata nafasi ya kwanza kama mlinzi wa kulia kama ambavyo alianza kwenye mechi iliyopita dhidi ya Mbeya City pale katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Baka Pacome tena Andabwile. Isra Dumbia amemwona Israel Patrick Mwenda anautenga mpira kwa vipas. Maxine Senkeli wamepishana na mipango. Umerejea tena katika umiliki wa Young Africans. Ibra Baka kwa Mohamed Dumbia. Boka Dumbia ameyamisha na imefika kwa Israel Mwenda kwa Maxim pia Nzengeli. Maxi mpira wake umeguswa umekwenda nje, ni kona, faida ya Young Africans. Mpira ukitolewa nje na nahodha Chikondi Kamanga, mchezaji ambaye anadumu katika eneo la kiungo kwenye timu ambayo kwa kiwango ama kiasi kikubwa, asilimia kubwa ikiundwa na wachezaji wazawa wa nchi ya Malawi. Maxi Nzengeli piga kona moja deep, mpira umevuka kwa mujibu wa mwamuzi, ulikwisha toka nje na ukarejea tena uwanjani, ni goal kick. Shadrack Isaka Boka akianza katika nafasi ya mlinzi wa kushoto wa Young Africans leo hii kwenye kikosi ambacho kimefanya mabadiliko ya mchezaji mmoja tu kutoka kile ambacho kilianza dhidi ya Mbeya City. Chikoka Mwase Pedo Mudathir kwa Andy Boyeli, anapambana Andy Boyeli, lakini wanacheza uzuri sana walinzi wa Strikers. Mwamuzi anasema ni kona, umekwisha vuka goal line. Ni kona kwa faida ya Young Africans ambao walikaribia kutafuta goli hapa la kuongoza kupitia kwa Andy Boyeli ambaye alikuwa akiweka shinikizo kwa walinzi wa Silver Strikers. Ni shinikizo ambalo limepata faida, kwani ni kona kwa faida ya Yanga ikichongwa na Pedro Pacome Zouzoua. Pacome kosa ule mpira. Ibra Baka anapigwa pasi moja ndefu ambayo haina faida kwa Silver Strikers wala madhara kwa Yanga. Anaotokea Djigui Diarra, mlinda mlango wa kimataifa na mlinda mlango nambari 1 wa timu ya Mali, mlinda mlango wa zamani wa Stade Malien. Shadrack Boka upande wake wa kushoto ni Pacome Zouzoua, ndipo alipoona pa kuweka mpira. Pacome ajaribu kutanguliza lakini wanakataa Silver Strikers. Sandukira Daniel kianza na Nixon Mwase, nahodha Chikondi piga pasi ndefu inakataliwa na Ibra Baka. Inapigwa pasi ya ndani imefika, wanaondoka Silver Strikers, lakini Baka anakaa imara na kuchezewa ndivyo sivyo. Mwamuzi anasema umecheza ndivyo sivyo. Andulu Yose tangu msimu uliopita Young Africans haijaruhusu goli wala hakuna mechi yoyote ya hatua za awali za ligi ya mabingwa ambayo ilimalizika bila wao kufunga goli. Walishinda goli moja bila dhidi ya CBE kwenye mchezo wa kwanza kabla ya kushinda magoli 6-0 katika mchezo wa pili na kupata aggregate ya magoli 7-0. Lakini kwenye raundi ya kwanza inakumbukwa kwamba walishinda magoli 4-0 dhidi ya Vitalo na kushinda magoli 6-0 katika mechi ya pili, kufanya Yanga kuwa imefunga magoli 17 na kutoruhusu goli lolote katika msimu uliopita kwenye hatua za awali kama hizi za kusaka hatua ya makundi, wakivuna jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 85 katika michezo miwili tu ya raundi za awali kwenye ile kampeni na hamasa ya goli la mama.
na msimu huu tayari wameshafunga magoli 5 chini ya Romain Folz, wakivuna milioni 25 katika milioni 5 za kila mechi. Silver Strikers wana uwezo wa kuizuia Yanga kuchafua rekodi yao ya kuanza kushinda kuanzia mechi za ugenini kwenye mechi za raundi za awali ligi ya mabingwa Afrika. Pacome amegeuka, amepoteza mpira. Chikondi anafanya pressing Maxi Nzengeli, lakini wamefanikiwa kutoka kwenye mtego ule Silver Strikers. Maxwell Paipi jaribu kuweka mpira wa ndani, lakini unakataliwa. Chikondi Kamanga amepoteza mbele ya Mohamed Dumbia. Ni Young Africans katika umiliki wa mpira. Pedro Pacome Zouzoua amepita na mpira ule, lakini mpira unakwenda nje. Ni wa kurusha, lakini si kwa faida ya Young Africans. Mwamuzi anasema ni mpira ambao unatakiwa kurushwa kuelekezwa Yanga na warushe Silver Strikers. Mudathir Yahya Bass, badiliko pekee kwenye starting lineup ya Young Africans kutoka kikosi kilichoanza mechi iliyopita. Baka anacheza ndivyo sivyo, ni free kick. Mpira wa kutengwa kuelekezwa Young Africans. Aliye nyuma ya mpira ni mlinzi wa kati Nixon John Mwase. Ameuacha ule mpira kwa mlinzi wake wa kulia Daniel Sandukira. Daniel Sandukira weka mpira cross ndani huku, lakini unachezwa na Ibra Baka. Mudathir anauongezea kasi, bado pigwa mpira unabatiza tena kwa Mudathir. Isra Maxi kwa Mudathir Yahya. Maxi tena, Mudathir tena. Mohamed Dumbia, mpira umekwenda nje ya uwezo wa kasi yake. Anachukua umiliki wa mpira Strikers sasa. Foul. Cheza ndivyo sivyo Mudathir Yahya Bass, mchezaji ambaye si tu kwamba ana uwezo wa kuzima mashambulizi ya timu pinzani, bali pia ni mwanzishaji mzuri wa mashambulizi na ni mfungaji mzuri pia. Mudathir Yahya Bass kwa mpira mzuri huko ndani, kunakataa Ibra Baka. Jose wanaitafuta njia ambayo mpaka sasa bado imefungwa ya Young Africans. Silver Strikers wa Kihaha, yanachezeka madhambi, ni mpira wa kuelekezwa katika lango la Silver Strikers, akiwekwa chini. Isra Mwenda na mkusha anza tayari Yanga. Boka, Pacome, Andabwile, Isra, Azizi Andabwile. Ibra Baka amesogea na kuisogeza timu. Andabwile Aziz amechimba chini ile, tofauti na alivyotegemea. Matokeo yamekwenda kinyume na malengo ya Aziz Andabwile. Hapa alipo na nyumbani kwao kiasili si mbali sana kulinganisha na wachezaji wengine ambao wa Young Africans wanaotoka maeneo tofauti na Mbeya. Mpaka wa Malawi na Tanzania upo mkoani Mbeya. Fanya kazi nzuri Pacome. Boka, Dumbia, Mudathir. Wow. Pacome. Bado mpira upo katika eneo la kuchezea na hakuna fauli iliyochezeka. Mechi imekuwa tough kweli kweli na hakuna nafasi ambazo zinaachwa.
kila timu inajaribu kuminya ile time and space, muda na nafasi, kuhakikisha kwamba mpinzani hapati muda na nafasi nzuri ya kuwa huru kufanya anachotaka kukifanya. Alikwenda kulala chini Mudathir Yahya Abbas. Shadrack Boka akaucheza mpira mbele ya Sandukira, lakini Dumbi akahukumiwa kucheza foul.